Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche ametoa kauli dhidi ya Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba kufuatia simulizi iliyotolewa na mama mmoja aliyetoa simulizi akidai kwamba mtoto wake anadaiwa kutekwa na watu wasiojulikana. Akizungumza hadharani mbele ya Waziri Mkuu, mimi kwa majina naitwa Joyce Abel. Nimetoka Manyoni baba. Samahani Mheshimiwa Mkuu, mimi nina shida. Tangu tarehe 21 mwezi wa 4 walikuja watu wengine wawili. Wapi? Nyumbani kwangu Majengo Manyoni. Wakaniambia wao ni maaskari. Wakamchukua mtoto wangu, kijana wangu ambaye wa miaka 32 tangu tarehe 21 mwezi wa 4. Hiyo siku ya tarehe 21 mwezi wa 4 nikaondoka, nikafuatia kwanza, nikawauliza amekosa nini. Wakaniambia wewe mama, rudi ndani. Jamani, amefanyaje? Walitukuta tumekaa sebuleni, tuko wote na baba yake na mke wake na mimi, tumekaa tu mchana saa 9 mchana. Wakasema sisi ni maaskari. Tukamshika mabegani na kuanza kumtoa. Nikamwambia jamani, anakosa gani? Wakasema, wakanisukuma, mama nenda ndani. Walikaa vijana wawili kuja kuchungulia nje hivi nje kwa uwanjani kwangu. Nikaona askari amesimama, amevaa uniformu, amebeba na bunduki. Nikasogea, nikasema jamani, amekosa nini mwanangu? Yule askari kanisukuma, mama nenda, rudi ndani. Karudi ndani bila kujua hatima ya mwanangu na amekosa nini, simniambie. Hawakusema, hawakunijibu. Niliuliza mpaka mara 3. Wanaendelea kuniambia mama rudi ndani. Basi kuja kuangalia gari lilikuwa limepaki nyumbani kwenye mlango wa fensi yangu ya nyumba. Wakafika hapo kwenye mlango, wamemshika hivi, wanampuruta, wanampeleka kwenye gari. Wakafika wakamfunga pingu, wakamsukumiza kwenye gari. Gari yenyewe ilikuwa ya kuruza nyeupe. Wakampitisha mlango wa nyuma, wakafunga mlango, wakaanza kuitana wale wenzao ambao walikuwepo ndani, ambao walitangulia kama wanauza mashuka, na mashuka nilinunua. Walifanya kama wewe machinga, wanauza nguo, nikanunua mashuka 3. Basi wakaitana wote, twendeni. Wakaingia kwenye gari, wakawasha gari, wakakimbia, wakaenda. Mimi nikafuata. Na taarifa hizo umezifikisha wapi? Kituoni polisi Manyoni. Nilipoenda kituoni, wakasema sisi hakuna mtu aliyeletwa hapa. Nikarudi kesho yake tena nikaenda, wakasema mama, tunakwambia hakuna, hebu twende tukupeleke maabusu. Wakanipeleka kuita watu jina la mwanangu, hakuna mwanangu hakuitika hapo. Wakanipeleka juu gorofani kuita jina la mwanangu, hakuna kuitika. Nikashuka, wakaniambiaje, rudi mama, ngoja tufanye upelelezi. Sasa nikawa tu nikikaa nikienda, jamani mwanangu vipi, upelelezi umefanyika? Wananiambia bado. Siku zingine na wakuta hawako, siku zingine wananiambia mama rudi bado. Basi mpaka hivi sasa leo ni siku ya 40, sijui mwanangu aliko na yuko hai na yuko wapi hata sijui. Nalia kila siku mimi. Nalia mwanangu sijui. Haya, nimekusikia. Kamanda wa polisi, hebu sogea hapa, chukue mama, alafu pata hizo details, alafu hebu kuelezea hizo taarifa zake ili tujue mmefuatilia, mmejua ni nini hicho. Kufuatia simulizi hii ya huyu mama akilalamikia kuhusiana na mtoto wake kupotea katika mazingira ya kutatanisha, hasa kuchukuliwa na watu waliojitambulisha ni polisi nyumbani kwake, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche ameibuka na kuzungumza haya. John Heche amesema, Mwigulu unasemaje sasa kuhusu hili? Anayehujumu serikali ni nani? Serikali dhalimu hii iliyojaa damu inatesa mamilioni ya Watanzania, kuanzia Mtwara mpaka Tarime, toka Tarime mpaka Kigoma, kutoka Kigoma mpaka Songea, Tunduma mpaka Dar es Salaam. Kila kona ya nchi hii watu wanalia kama sio kubambikiziwa kesi na polisi. Ndugu zao wametekwa. Huyu mama anahitaji kulipwa nini ili aandamane kudai haki ya mtoto wake kutekwa? Watoto wa huyo kijana au wa soka Mdude au Polepole, watoto wa Choncholilo au Sinda, watoto wa Toro au Kipanya, wakikuwa wataacha watoto wenu waishi kwa amani? Mnajenga sumu hatari mno kwenye mioyo ya Watanzania. Bahati mbaya nashindwa kuona tatizo hili na kulitatua, bado mnatumia ubabe na kiburi. Fikiri huyo angekuwa mama yako, utaratibu wa polisi kukamata watu upo kisheria. Kwa nini polisi wanateka wa Tanzania? Kila mtu ambaye mtoto wake au ndugu yake amechukuliwa, stori zinafanana kwamba watekaji walijitambulisha kwamba wao ni polisi. Jambo kubwa kama hili watumiwa ni polisi, alafu nasema polisi ndio wafuatilie. Hivi mnaonaje Watanzania? Watanzania hawatakubali kuishi kwa hofu kwa sababu ya kagenge kadogo ka wauaji na wanyonya damu. Aliandika hivyo kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa Insta pamoja na kurasa zake zingine za mitandao ya kijamii.